Asante sana Bwana Lawrence Gului kwa kutukaribisha katika boma yako. Ningependa kukuuliza uanze kwa kutuambia majina yako kamili na kazi ambayo unaifanya kwa sasa hivi. Kwa majina langu naitwa Lawrence Gului Muli, na ile kazi nafanya siku hizi ni ya ukulima. Kulima namna hii, ninaweka ng'ombe na maziwa na nalima maembe na kahawa. So kabla hujaanza kufanya hii kazi, uliwahi fanya kazi katika kampuni? Ndio, nilifanya kazi kwa kampuni East Africa Power Lighting Company. Na pale East Africa Power Lighting Company ulifanya kwa muda upi? East Africa Power Lighting ilipindua jina mwaka wa 1970, ikaitwa Kenya Power Company Limited. Kwa hivyo sasa Kenya Power Lighting ndipo sasa tulianza kazi tu kama kawaida, sababu ilichange jina, haikuchange wafanyikazi. Na ulijiunga na hii kampuni ya East Africa Power Company mwaka gani? Nilijiunga na hii kampuni ya East African Power mwaka wa 1955. Niliandikwa straight kama junior clerk, sababu nilikuwa nimefanya mtihani wa junior secondary school. Kuanza kazi naanza kufundishwa kazi ya kuhesabu petrol wa gari zile zilikuwa naenda pamoja na diesel zote. Umesema kwa ofisi ulipoajiriwa ule manager alikuwa mzungu. Alikuwa mzungu. Ningependa utuelezee, kwa hiyo ofisi mlikuwa wafanyikazi wangapi? Kwa hiyo ofisi, yani wale walikuwa kwa ofisi tulikuwa watu 4. Watu 4. Wote walikuwa wazungu ama wote walikuwa wa Afrika ama mmechanganyika? Kwa Mwafrika mmoja, Afrika walikuwa 3, walikuwa 4. Na mimi nikiwa ndani. Na kulikuwa na mzungu ambaye alikuwa in charge, na huyo alikuwa engineer. Na kulikuwa na Muhindi ambaye alikuwa sasa ndio end wa kufanyia mahesabu. So mzee, wakati huo kazi ilikuwa vipi? Mlikuwa mnajisikiaje mnafanya kazi hizo enzi kwa kampuni ya kusambaza umeme? Labda wenzenu sijui kama walikuwa washapata kazi kama hizo, ama mlikuwa mnajisikia vipi mko na hiyo opportunity ya kuwa mnafanya kazi kwa ofisi? Wakati huo ilikuwa wakati ya difficult time, sababu ilikuwa wakati tunapigania uhuru. Nilikuwa nakuja asubuhi kuita majina la wale watu wote, tutafute yule ambaye yuko. Kama kuna mmoja aliuawa au alishikwa na polisi, asubuhi saa 1 mimi nilikuwa naletwa na gari ya kampuni, ilikuwa nakuja kunichukua. Nilikuwa nakaa huko Makandala. Kwa hivyo tulikuwa nakuja kwanza, tunaitana, tunakuta ni watu wangapi wako. Ni memory gani yenye iko kwa akili mpaka sasa hivi ambayo uliwahi pitia kwa hiyo ofisi? Ilikuwa ni mambo mingi. Ile ambayo ilikuja kunishtua, nilipatiwa promotion. Na kijana mmoja akasema yeye ndiye alikuja mbele yangu. Nikamwambia mimi sikuuliza promotion, wewe nenda uliza mzungu. Yeye akaenda kuuliza mzungu. Mzungu akamwambia mimi sipati watu promotion kwa kuja kuuliza. Kwa hivyo ikiwa umekasirika kwa vile nimepatia huyu promotion, wewe unaweza kuendelea na kazi au wache. Akasema atawacha. Nikienda kwa swali ya retirement. Wakati ambapo unafanya kazi, umeajiriwa ukiwa kijana, umepata kazi mzuri kwa kampuni ya umeme, unalipwa pesa mzuri na mzungu ambaye amekuajiri, na pia unafanya kazi Nairobi. Nilikuwa nafanya kazi Nairobi na transfer Nakuru na Mount Kenya. Mount Kenya. Na wakati ambapo unafanya kazi kwa miji tofauti, kuna ile aspect ya starehe ambayo inakuja na kufanya kazi na urban setup kama Nairobi City, kama Nyeri, kama Nakuru. Uliweza vipi ku prepare for your retirement? Uweze kuhakikisha umesave
pesa ambayo itakusaidia wakati utaenda retirement, na at the same time unaishi ile maisha ya ujana ambayo kama kawaida tunajua imejaa starehe, iko na anasa mingi. Uliweza vipi ku create your balance? Hiyo ni Mungu alikuwa ananisaidia, si mimi. Sababu unajua sikuwa na kunywa pombe, sikuwa na kunywa sigara, kwa hivyo sikuwa na kampani mingi. Okay. Nilikuwa nimeeva hiyo vitu yote, sababu najua baba yangu alikuwa na kijana mmoja na ndio mimi. Kwa hivyo alikuwa ananiambia, wewe chunga maisha yako, sababu wewe ukifa mimi nitakufa. Kwa hiyo sauti ya babako ilikukumbusha kuwa sauti ya babangu ilinikumbusha, na wakati nilikuwa nakuja nikupatia kitu ananiuliza kama umepakia na kitu mbukoni, sitaki uende ukaumia huko. Uliweka pesa yako kwa bank? Mlikuwa na organization katika kampuni ambayo inawasaidia kusave pesa yenu, ilikuwa vipi? Hapana, kwa mimi yule ambaye alinisaidia kusave alikuwa mkubwa wetu Muhindi, yaani ile alikuwa mkubwa wetu kwa accounts. Kaniuliza, okay, wewe kijana, pesa unaweka wapi? Tunapata mshahara, pesa yako unaweka wapi? Mwambie naweka ile kwa kondolo, ile nyingine na pepa. Sasa huyu alicheka akaniambia, wewe unafikiri wezi hawajui huko? Kaniambia wezi wanajua huko nyumbani kwako. Ukiweka pesa kwa kondolo, hiyo nyumba akivunja wataanza kwa kondolo. Wakikosa kwa kondolo ukaingia kwa viti. Kwa hivyo wewe nataka tukimaliza mwezi uende nikakuonyeshe mahali tunapicha pesa. Kwa hivyo huyo Muhindi alinisaidia, sababu nilienda kuanza kuweka pesa kwa posta. Nikaweka pesa kidogo kidogo, nikaona sasa nitafungua bank account. Ilikuwa hata sasa ndio ofisi ilikuwa, najua mahali siku hizi ile naitwaje pale sasa inaweka nini katika hiyo, ni kama archives, lakini ile inaweka vitu ya kuonyesha mambo ya Kenya vile iko vitu. Hapo ndio ile archives ndio ilikuwa Bank of India. Sasa nilikuwa naweka pesa hapo. Hapo ndio ulisave pesa mpaka ikafika wakati wa retirement. Ndio niliweka pesa mpaka ikafika wakati ya retirement. Hata sasa account yangu nilipindua tu wakati niliretire, nikalete commercial bank, sababu hakuna benki nyingine hapo, haikuwa benki nyingine hapa Tala. Na vile tumekuja Tala hapa kwa hii kijiji, tumeona kuwa uliweza kujenga vizuri, unaishi maisha mzuri wakati uko kwa retirement yako. Kwa mfano hii nyumba ulijenga wakati unafanya kazi ama ulijenga na hiyo pesa yenye ulipatiwa as retirement money? Hapana. Hii nyumba nilijenga kabla ya pata retirement. Nilijenga mwaka moja na hii tanka. Kabla si retire. Hii nyumba ndio nilikuwa nimejenga hapo mbele kitoko kwa ya matofari. Kapasuka pande ile nyingine. Yule mzee nimuita kuripea, akaripea, lakini akaniambia hii nyumba itakuja kupasuka wakati wewe utakuja retire. Kwa hivyo anza kutafuta vile watajenga nyumba nyingine. Na mimi nikafikiria, nikaona hii kweli. Ndio nianza kununua mawe ya kujenga hii nyumba. Na wakati huo ulitamani tu utajenga retirement home huko Tala, ama uliwahi fikiria pia unaweza jenga labda Nairobi ama Nyeri ambapo retire ukiwa kwa hiyo station? Ningejenga Nyeri, sababu wazee wa huko walikuwa wananipenda sana, na nikamwambia babangu iko na kijana mmoja na ni mimi. Sitaki kukaa mbali na yeye. Nitajenga nyumbani. Wewe ingia katika sako. Manake siku hizi karibu kila mtu amejiunga na sako fulani ambapo anakopa, analipa. Mimi ndio nilitengeneza sako ya 1972 ya Kenya Power, ile ambayo sasa labda mna enjoy.
Sababu yake niliona watu wetu wanataabika, na mtu mmoja ambaye tulikuwa rafiki, bibi yake alienda akasaa, yani ilienda kusaa huko Pumwani. Sasa kwenda kwa pasoneo akapewe pesa, kaambiwa hakuna pesa. Sasa mzee nimwambia, wacha nikupatie pesa, wewe ukipata mshahara utanipatia. Kwa hivi hapo ndipo tulianza kufikiria mambo ya sako. Nilikutana na kijana mmoja ambaye anaitwa Rono, ambaye naye vilevile alikuwa anaona taabu ya watu. Tukazungumza, tukaanza kuambia wengine vile tutatengeneza, sababu kampuni inaanza kuwa ngumu. Imeanza kutuambia haitakuwa ikitupatia advance. Tulikuwa tunapata 15 kila 15 tunapata advance, lakini kampuni ilisema hakuna hiyo. Kwa hiyo tukatengeneza hiyo sako, na hiyo sako tulikuwa tunalipa shilingi 2 kila mwezi. Membership ndio ilikuwa kubwa, sababu ilikuwa membership shilingi 5, na kila mwezi wewe natoa shilingi 2. Kitaka loan tutakupatia kulingana na ile pesa umeweka hapo. Na lazima utafute garantia 1 au 2. Hiyo value ya leadership ume ensure vipi umeipitisha kwa watoto wako? Ndio pia wakuwe viongozi katika zile nafasi ama zile ofisi ambazo wanafanya. Kenya Power Light iko na wafanyikazi ambao wako na watu wa kuwatetea. Mwaka wa 1958 ndio nilichaguliwa chairman wa Rico Workers Union. Wakati hiyo ofisi ilikuwa huko, walikuwa anaitwa Kivuli House. Kwa hivi sasa hiyo leadership ilikuwa natoka kwa Mungu, si ati ni kwangu. Sababu sikuwa najua watu wananipenda au namna gani, lakini wanaambia wewe ndio utatengenezea sisi hii njia, mimi nakubali. Mzee Lawrence ameamka sijui unaamka saa ngapi kawaida? Mmezoea kuamka saa 12. Mzee kuamka saa 12. So Mzee Lawrence ameamka saa 12. Ni vipi ambavyo unajikeep busy kutoka saa 12 mpaka jua linapotua? Hiyo siku yote. Nikiamka kwanza, kabla sijakunywa chai, natembea kwa ng'ombe zangu hapa nione kama siko sawa sawa au simeipiwa au ofisi ameingia. Sasa nikiona hivyo, sababu mguu inaendelea kuseeka, mimi napinduka hapa na telemuka huko chini, sababu ndio iko shamba yangu ingine. Naangalia huko, naangalia nyasi ya ng'ombe, alafu mimi narudi tena. Nikikaa kidogo napita hapa, naingia kuangalia miembe sasa, kama vile imetoa matawi yake. Nikiona iko na haja ndawa, sasa mimi iko mfanyikazi, nitaita yeye kupika ndawa. So kwa kumalizia mzee, labda kama kuna maoni ambayo ungetaka kuambia ambao watakuwa wanatazama hii video. Nawaambia wapende Kenya, wapende watu wa Kenya. Kazi ukifanya si yako, unafanyia Kenya. Kama daktari akikuangalia aone wewe mko mgonjwa, akienda anasaidia Kenya. Sasa wao wanasaidia Kenya sababu ndio wako katika nafasi ya kusaidia. Na watu wa Power wao wanasaidia watu, sababu hata kama mtu anajua mambo ya stima hawezi kuingilia kutengeneza.